kukaribisha wageni, nampa Sheikh Habib Othman Mazinge. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba tujuane, Waislamu wote mkono juu. Tuteremshe. Wakristo mkono juu. Tuteremshe. Hebu mpe huyu mic huyu. Wewe. Mpe huyu. Wewe jina lako nani? Mimi Jeremia. Jeremia. Kati ya watu hawa wawili, wewe yupo unayempenda? Asiyekuwa na akili na mwenye akili. Wewe unampenda yupi? Aliye na akili. Kwa nini awe na akili? Kwa sababu anayafahamu yaliyo ya kweli. Umeona hiyo sasa? Umeona hiyo? Umeona hiyo? Umeona hiyo? Aya, kwa akili uliopewa. Yesu ni mwanaume ni mwanamke? Yesu. Yesu ni mwanaume. Safi kabisa. Na wanaume wote wameumbwa na nani? Wanaume wote wameumbwa na Mungu. Umeona wala? Umetumia akili nzuri. Mungu yupi? Subiri kwa, usiniulize Mungu yupi. Usiniulize Mungu yupi. Sikiliza kwanza. Usiniulize Mungu yupi. Naam. Sawa kabisa. Haya, tunamaliza sasa la mwisho sasa. Mwanamke wa aina yoyote anapozaa mtoto, yule mtoto anakuwa Mungu binadamu. Yule mtoto anakuwa Mungu binadamu. Naomba usikilize sasa maana. Sikiliza sana lokuuliza kwanza. Mwanamke yoyote duniani akizaa, huyu mwanamke wa kibinadamu akizaa, yule mtoto anayemzaa anakuwa ni Mungu au ni binadamu? Nami Mr. Mazingi hapa nakwambia hivi, maandiko yatatupa ukweli. Sisi hatutapatia hao watu wote ukweli. Manake ukweli ni wa mtu mmoja, Yesu. Naam, naomba kitu. Naam. Na tukiangalia kwa Yesu, naam, manake ndiye mkweli. Naam, tutapata kujua ule ukweli. Sasa subiri hapa. Nataka nimkaribishe mgeni hapa. Naam. Wewe na Yesu nani mkweli? Yesu mkweli. Safi kabisa. Alishawahi kusema uongo? Yesu asemi uongo. Asemi uongo. Kwa hiyo kila analosema Yesu ni la kweli. La kweli kabisa. Utaliamini kabisa? Naliamini kabisa. 8:40 Yohana. 8:40, fanya haraka. Inasema 8:40 kitabu ni cha Yohana kwa wale wenye kuandika. Naam. 8:40. Lakini sasa, safi, mnatafuta kuniua mimi mtu mpe. Kasemaje Yesu? Yesu kasema hivi, ninyi sasa mnatafuta kuniua mimi niliyowaambia kweli. Hujasikia, arudia tena. Arudia, amalize haya. Anamaliza. Unanifundisha kumaliza? Huyo anamaliza. Rudia andiko. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Soma kwa kituo bwana. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi nani? Mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyosikia kwa Mungu. Mpe. Yesu anasema watu wanataka kumuua, yeye nani? Mtu. Safi. Yeye ni nani? Ni mtu. Kasikia kwa nani? Kasikia kwa Mungu. Kwa hiyo kuna mtu Yesu na nani? Kuna Mungu, mtu Yesu na nani? Na nani? Haya, sikiliza. Kwanza jibu swali wewe. Ni maandiko. Jibu kwanza. Jibu kwanza. Kwa hiyo kuna mtu anaitwa nani? Sikiliza. Haya. Maandiko ndio inajibu maandiko. Sio mimi kajibu maandiko. Haya, toa hayo maandiko. Wewe kama unataka maandiko nijibu mimi. Mimi itakuwa naongeza maandiko ambapo hicho nikipigo naongezea katika kitabu cha Ufunuo. Naongezea juu yangu. Sasa sikiliza maandiko, jibu maandiko. Kama uamini hiyo maandiko, sasa usinione. Haya, tumpe na huyu. Soma hilo andiko. Haya, nisomewa katika Kutoka 15:3. Huyu jamaa vipi? 15:3 Kutoka. Haya, soma sasa.
Bwana ni mtu wa vita. Bwana ni nani? Hilo haya inaanza. Sikiliza kwanza mimi nimalize. Haya. Bwana ni mtu wa vita, ambapo Bwana inasimamia Mungu, ambapo ukiweka hapo Mungu ni mtu wa vita, haina tatizo. Yaani Bwana ndiyo jina lake. Ninamalizia hivyo. Sasa hebu tumalize ubishi. Mimi kawaida vitu kama nyinyi wanabishana na ubishi. Na Sule ananijua mimi tabia yangu. Na huyu hapa na ataongea na wewe kidogo. Nilikuwa nasema hivi, kati ya Mungu na binadamu, anayekufa nani? Anayekufa. Anayekufa binadamu. Kwa nini afe? Kwa nini binadamu afe? Hiyo ni amri ya Mungu. Ndio maana. Kwa hiyo ukiona binadamu kafa, unajua hiyo ni amri ya nani? Ya Mungu. Yesu alikufa. Yesu katundikwa msalabani. Sijauza kutungikwa. Alikufa. Kafa kulingana na maandiko. Alikufa. Kwa amri ya nani? Kwa amri ya nani? Kwa amri yake mwenyewe. Huyo. Pisha. Subiri kwanza. Ngoja kwanza. Subiri kwanza. Wewe unanielewa mimi? Unajua mimi kama wala wacheza draft. Mimi sijui kucheza. Sijui kucheza draft mimi. Wanapeleka kete hivi, mwingine unaona akwepa hivi na. Sasa mimi lazima unielewe. Nasema hivi. Sikiliza tena swali la kuuliza. Kati ya Mungu na binadamu, anayekufa nani? Binadamu. Sawa kabisa. Yesu alikufa. Yesu alikufa. Sasa jibu swali B. Wakati Yesu anakufa, alikufa akiwa Mungu au alikufa akiwa binadamu? Alikufa akiwa Mungu ama alikufa akiwa binadamu? Hapo niko na haya ngoja. Sio haya. Wewe hebu sijakuuliza haya. Mimi nimekuuliza haya. Nauliza hivi. Wakati Yesu anakufa pale msalabani, wale waliokuwa wanamuona walijua yule Yesu anakufa pale kama Mungu au anakufa kama binadamu? Wale watu wenyewe kwa mafikirio yao na mawazo yao, wao walifikiri wameua mtu. Lakini sikiliza sasa wanasema nini? Subiri, wale watu walijua wamemuua. Subiri, wale watu wanajua wamemuua mtu. Kulingana na wewe. Lakini wewe ulijua wanamuua nani? Wale walijua wanamuua mtu. Sasa subiri kwanza. Haya imekuja sasa. Subiri. Wale walijua wanamuua mtu. Mimi nakubaliana na wewe. Wewe sasa. Wakati wale wanajua wanamuua ni mtu, wewe ulijua wanamuua nani? Wale waliua mwili, bali tu Mungu yupo tu. Sasa kwa hiyo subiri kwanza. Mimi sitaki maandiko. Subiri. Kama hutaki maandiko, sasa ushahidi wangu utakusaidia na nini? Unajua ni hivi. Mtu akifa, roho inaenda wapi? Mtu akifa, roho inabaki hai. Anachukua nani roho? Wacha tuangalie roho. Jibu swali, usipoteze muda. Mtu akifa. Wajua hiyo bila maandiko sitakujibu. Haya sasa subiri. Kama unataka maandiko niulize. Kama hutaki maandiko wewe njadili na mwenzangu. Nasema hivi. Subiri sasa. Tunajadili maandiko, kwani tujadili maandiko? Wewe hapo unauliza, mimi niko hapa kwa vitu. Haya basi, maandiko. Haya mpe sasa. 20:17 Yohana tumalize. Maandiko hilo sasa. 20:17. Wewe unawaletea Waislamu Mungu kwenye box. Wewe vipi? 20:17 inasema Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, nimepaa kwenda kwa Baba yangu. Hakuna nimepaa. Ninapaa. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Safi. Kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Haya mpe. Hilo ni andiko, sio andiko? Andiko kabisa. Yesu anasema anapaa kwenda kwa Mungu wetu ambaye ni Mungu wenu. Na yeye ni Mungu wetu. Na ni Mungu wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo Mungu wa Yesu ndiyo Mungu
Haya, sikiliza. Hakuna cha kusikiliza, mpe huyo. Unataka kumtoa kibiongo hapo, mpe huyo hapo. Maandiko yatajibu. Mpe huyo. Kaka, kuna mgeni anataka kusalimia. Jina lako? Naitwa Duncan. Toa sauti. Duncan. Kabila gani wewe? Mkristo. Ndio kabila lako? Dini yako? Ama Mkenya. Hakuna dini ya Mkenya bwana. Nasema kwa majina sasa. Na nimekuuliza hivi. Jina lako nani? Kwa jina langu naitwa Duncan. Dini yako? Dini. Mkristo. Si umeona sasa? Umeona, wewe ndio umesema kweli. Wewe aliyekwambia Ukristo ni dini nani? Kama hakuna sema. Aliyekwambia kuna dini duniani ya Ukristo ambayo Mungu anaijua ni nani? Kama hakuna sema, tusipoteze muda. Unajua dini? Sijakuuliza maana ya dini. Unajua? Lazima unatupea nafasi tunajieleza. Usije ukakaa chini na tukandamiza. Ni vizuri unatuambia mtu anatoa neno, unasikia anasema nini. Lakini sasa ukiniuliza maswali mfululizo nitachanganyikiwa. Haya, lete swali lako. Mimi najua maswali yangu huwezi kujibu. Ndio maana unajitetea nikuachie. Haya, nimekusamea. Tuulize sisi. Sasa nazungumzia kama unazungumzia dini, labda tuangalie. Nimesema naomba swali. Wewe umekataa mambo ya dini. Nipe swali sasa. Nataka nikuulize swali. Sina swali. Una swali? Wewe niulize swali. Nikuulize wewe? Sawa. Wewe na mama yako nani mkubwa? Hiyo si swali. Swali hilo. Unaona umefeli mtihani. Umeona wewe? Swali dogo kabisa. Swali dogo. Haya, swali B. Swali limekuja, acha nikuulize swali mimi sasa. Haya, uliza sasa. Dini ni nini? Dini ni nini? Dr. Sule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duncan. Dini ni utaratibu ambao wanadamu wanaufuata ili kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ikiwa utaratibu huo umepangwa na Mwenyezi Mungu, dini hiyo inakuwa ya Mungu. Ikiwa utaratibu huo umepangwa na wanadamu, dini hiyo inakuwa ya wanadamu kama ulivyo Kristo. Umeelewa? Umeelewa? Wacha nizidi kuuliza swali. Uliza. Qurani 2:218. Aya mpya kusomea. 2:218 nasema Bismillahirrahmanirrahim. 2:218 kwa wale wenye kuandika. Inasema hakika wale walioamini na wale waliohajiri wakahama kuja Madina na wakapigania njia ya Mwenyezi Mungu, hao ndio wanaotumai rehema za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Sasa swali langu kulingana na Qur'an yenye naelewa kidogo, inasema dini ni njia. Kwa hivyo kumaanisha kwamba Kiislamu ni dini ambao ni njia yao, wanaelekea mahali fulani, kwa sababu njia lazima iwe na kikomo. Katika Ukristo nao ni njia ambao wao wana njia ambao wanafuata kwenda mahali fulani, na ndipo kuna njia ya kwenda mbinguni ambapo unapitia kwa mtu ama kwa Bwana ambaye anaitwa Yesu Kristo, na tena katika njia ya Kiislamu kuna yule nabii ambaye ni Muhammad. Sasa nakuuliza, katika njia hizi mbili ni njia gani ya kweli? Kwanza, kabla sijajibu hilo swali, haya maelezo yako ya mwanzo hayajitoshelezi. Kwa nini? Kwa sababu njia ya Muhammad na njia ya Yesu ni njia moja.
njia ya Waislamu ya Muhammad na ya Yesu ni njia moja, ila njia ya Ukristo ni njia peke yake. Isipokuwa wewe unataka kulazimisha watu waamini kwamba Ukristo ni njia ya kumpitia Yesu ili kuenda mbinguni. Sasa kabla sijajibu hilo swali, kwanza uthibitishe kwamba ni uthibitisho upi unaothibitisha kwamba Ukristo ni njia ya kumpitia Yesu. Unao ushahidi huo? 3:16. Soma. Yohana nyingine zaidi ya hiyo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mpe maiki. Umesikia katika Ukristo kuna njia ambayo ni ya Yesu Kristo. Ngoja kidogo. Umeisikia aya ilivyosema? Ninaisikia vizuri. Unajua Kiswahili vizuri? Kabisa. Lakini mimi si Mswahili. Arudia aya. Wewe sio Mswahili, utajua tu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mpe. Ili kila mtu amwaminie asifanyeje? Amwaminie asipotee. Kila nani? Mtu. Kila nani? Mtu. Sasa Ukristo iko wapi? Ukristo uko wapi hapo? Saba. Nataka kurudishia aya mahali jina Mkristo lilitoka. Hapo kwanza kwenye hiyo aya imesema kila Mkristo amwaminie au kila mtu amwaminie? Mtu. Watu gani? Mtu anafanyika kuwa mtu, yani jina Mkristo ni jina lililotoka katika yule anayefuatwa. Yani Kristo, tunafuata Kristo. Hayo maneno yanayosema, wacha nimalize. Kila jina Ukristo linatoka kwa mtu anayemfuata Kristo, umelitoa wapi? Nasema hivi, katika Acts, kitabu Matendo ya Mitume, ambao utanipa kidogo niangalie ni ngapi kwa ngapi. Inayosemaje? Inasema ya kwamba na pale Ainoni akaitwa Mkristo mara ya kwanza. Hiyo Matendo 11, lakini hiyo matendo unayoitaka haingii hapo. Kwa sababu una haya, wacha isome. Kwa sababu una haya kwa kichwa, wacha isome. Lakini subiri kidogo, mimi sijui hiyo haya. Wewe nadhani ingekuwa hiyo haya inasema hivyo mimi ningekutajia? Yaani ingekuwa hiyo aya inasema Ukristo maana yake kumfuata Yesu, wala nisingekutajia. 11:25 Matendo inasema kisha akatoka akenda Tarso kumtafuta Sauli, wakakusanyika kwa muda wa mwaka mzima, na wanafunzi wakaitwa Kristo kwa mara ya kwanza hapo Antiokia. Sio aya hiyo? Ndio hiyo. Sasa hiyo aya haizungumzii habari ya Wakristo kumfuata Yesu. Ndio maana nitakueleza katika swali la msingi kwamba dini ni nini. Nikasema dini ni utaratibu ambao watu wanaofuata ili kumwabudu Mungu. Ikiwa utaratibu huo wameandaa watu, dini hii inakuwa ya watu, na ikiwa utaratibu huu umeandaliwa na Mungu, dini hii inakuwa ya Mungu. Nitakupa mfano hai haraka kabisa mwanzoni. Kwa mfano, Ukristo ni utaratibu ulioandaliwa na watu ili kumwabudu Mungu. Kutokana na sababu hizi, Ukristo unakuwa dini ya watu ambayo imetengenezwa ili watu wamwabudu Mungu kupitia Ukristo. Kwa hii inakuwa dini ya watu, si ya Mungu. Na ushahidi sasa, ndio maana hakuna Mkristo anaweza kupata fursa akakaa mezani hapo akatoa aya inayosema Ukristo ni dini. Kwenye maandiko ya hiyo huwezi kupata kwa sababu kitabu cha Mungu ndicho chenye haki ya kutaja habari ya dini, na Ukristo ni dini iliyoandaliwa na watu. Kwa hiyo ni vigumu kukuta Ukristo ndani ya Biblia kama ambavyo unaweza kukuta Uislamu ndani ya Biblia. Ukisoma katika 3:19 Qur'ani, Mungu anasema dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hiyo Ukristo unatajwa midomoni, lakini kwenye maandiko haupo. Haya basi. Yakobo 1:26. Soma, hamna Ukristo hapo. Soma hiyo aya. Yakobo 1:26 mpaka 27. Aya isome. Dini iliyo safi mbele za Mungu Baba. 26 nasema. Kwa wale wenye kuandika. Ambaye sauti yake 1:26. Soma vizuri Yakobo, sio hiyo.
1:26. Yakobo. Yakobo 1:26 inasema. Kwa wale wenye kuandika. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii. Ipi? Kwenda kuwatazama yatima na nini na wajane na tena katika dhiki yao, ili na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Mpe maiki. Aya, Ukristo uko wapi? Dini, tumepewa dini ambayo katika ile subiri kidogo. Hapo hakuna aya inayosema Ukristo ni dini. Kwanza tukubaliane hilo. Tunaangalia jina dini. Tunakubaliana kwanza hapo neno Ukristo halipo. Ngoja kwanza. Tukubaliane kwanza. Neno Ukristo lipo halipo? Liko. Soma tena. Sikiliza vizuri. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali anajidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Mpe. Kuna neno Ukristo hapo? Umefikisha 27. Endelea. Hiyo 26 haitoshe. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii. Mpe. Kuna Ukristo? Endelea. Kwenda kuwatazama mayatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Mpe. Kuna Ukristo hapo? Sema ukweli, muogope Mungu na Yesu. Kuna Ukristo hapo? Sasa katika ngoja Duncan, tukubaliane, muogope Mungu na Yesu, na ipo siku utaulizwa. Umekaa kwenye sanduku peke yako, misumari ishapigwa na hakuna wa kukuchomoa. Muogope Mungu na kuuliza, kuna neno Ukristo hapo? Kunao. Rudia kwanza. Duncan. Kwanza rudia. Akifika kwenye neno Ukristo mwambie stop, alafu tusikie. Mpe. Nasema mtu akidhani ya kuwa anayo dini wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali anajidanganya moyo wake, mtu huyo dini yake haifai. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii. Kwenda kuwatazama mayatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Mpe. Duncan. Kuna neno Kristo hapa? Nataka kuonyesha. Subiri kidogo. Unajua? Subiri kidogo. Mimi ninapokuuliza swali, mimi naomba ujibu. Kama ipo, kama hakuna jibu. Duncan, nisikilize mimi. Haya, kwanza anafanya kidogo mazoezi, anapewa. Nisikilize Duncan. Kama unataka Ukristo dini, wewe ungeniuliza mimi nikuonyeshe aya inayoonyesha Ukristo dini. Nipe muda nikuonyeshe mahali haya. Kabla mimi hujanionyesha, mimi nakuonyesha leo, nakupa ofa. Mpe. 5:24 Yohana. 5:24 Yohana. Au 4:25. 5:25. 4:25. Inasema 4:25 kitabu cha Yohana kwa wale wenye kuandika. 4:25. Yule mwanamke akamwambia, Duncan, nisikiliza, nakupa aya ya Ukristo dini. Sikilize. Duncan, naomba uwe makini kunisikiliza, nisije nikakuuliza swali ukawa huna majibu. Sikiliza haya. Kama ulikuwa unataka aya ya Ukristo dini, hiyo hapo, mimi nimekusaidia leo. Mapema tunamaliza mgogoro. Maliza. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaje Masihi aitwaye Kristo. Mpe. Yule mwanamke akamwambia, najua yuaje Masihi aitwaye nani? Kristo. Aitwaye nani? Kristo. Ukisikia aitwaye Johnson ni nini? Si dini. Aitwaye nini? Kristo. Andiko nasema najua yuaje Masihi aitwaye nani? Aitwaye Kristo. Aitwaye nani? Kristo. Kwa hiyo kuna mtu anaitwa nani? Kristo. Kristo ni nini hapo? Ni jina. Sio nini? Nataka kukupa aya. Rudia haya wewe. Rudia haya. Masiala. Unajua mahali moja. Masiala yo. Wewe acha maskara yako, mpe kwa. Anasema anajua yuaje Masihi aitwaye nani?
Kristo. Kwa hiyo Kristo ni jina la nani? Na aya na mimi. Ndio tutamaliza. Kwanza tumalizie hiyo tuende aya nyingine. Andiko linasema najua yuaje Masihi aitwaye nani? Aitwaye Kristo. Yule mwanamke alisema kweli, alidanganya? Hakudanganya, aliongea ukweli. Aliongea ukweli kwamba kuna Masihi ambaye jina lake ni nani? Ni Kristo. Kwa hiyo mwenye jina la Kristo ambaye ni Masihi ambaye ni nani? Ambaye ni Kristo. Kristo ni nani? Kristo ni mwana wa Mungu. Na siku anataka kurudi huko. Wakati huo yule mwanamke anasema najua yuaje Masihi aitwaye nani? Sikutaka kurudi huko. Nataka nikupe haya. Nikubali nikupe haya. Rudie kwenye haya. Nikubali nikupe haya. Tumalize haya nikupe ruksa. Ngoja tumalize hiyo watu waielewe kwanza, tusiache inaning'inia. Lakini unajua ukikosa kunipa nafasi ya kutoa haya unanikandamiza pia. Ukimaliza hiyo tukujibu tunakupa nafasi unatoa haya. Andiko linasema najua yuaje Masihi aitwaye nani? Aitwaye nani? Kristo. Kristo ni jina la nani? La Yesu. Kwa hiyo ukisikia Kristo maana yake ni jina la nani? La Yesu. Sio nini? Si dini. Takbir. Wacha sasa nikupe haya. Sasa